Sasa mimi ningesema neno moja alafu nilete mbunge wenu wa jimbo la Same Magharibi ambaye pia ni mwenyekiti wa Chauma mkoa wa Kilimanjaro. Ukweli ni huu: siku chache nimesimama hapa nikiwa katibu wa Chadema wa mkoa. Nisiposema hili nitawaruhusu wanaopotosha wapotoshe, na mimi sitamani kuruhusu uongo utawale muda mrefu kuliko ukweli. Sikuondoka kule kwa sababu nilikwazwa na rangi, wala sikuondoka kule kwa sababu nilikwazwa na idadi ya watu waliopo, lakini ni baada ya kugundua wito ndani yangu ulikuwa ni wito wa kuwaletea Watanzania ukombozi, na njia tumepotea. Kwa hiyo ikawa ni lazima tuongeze njia mbadala ya ukombozi ili watu wa Hedaru maslahi yao yatetewe, sio maslahi yangu. Maslahi ya watu wa Hedaru yatetewe. Apatikane atakayekwenda kupiga kelele ili sheria nzuri zitungwe. Apatikane atakayesimamia masoko hapa yapatikane. Wapatikane kwenye kila kitu kinachowastahili watu wa Same Magharibi. Sasa wale wanaosema jamaa wameenda kule kumbe wameenda kulamba, ni waongo na wamepotea. Tumekwenda kule kuiambia CCM hatuwasusii. CCM ni aina ya fisi ambaye ukimsusia bucha anakula nyama, anakula kongoro, anakula ngozi, anakula na kigongo kile cha kukatia nyama na shoka anakula. Hatuwezi kuwasusia. Sasa ndio maana tuko huku, ambao kazi yao ni kutukana na kubeza, shauri yao. Kwa heshima sasa na taadhima, studio nipe kitu nimlete mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, na wakati wameingia generali mwenyewe. Asante sana, huyu ni mbunge wa pale Mwanga jirani yenu. Mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, tafadhali karibu. Asante sana watu wa Hedaru. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, natambua itifaki ya meza yako, lakini kwa ajili ya muda sitazungumza sana. Wazungumzaji ni wengi. Nimesimama kufungua mkutano huu. Kwa majina anaitwa Gervas Mgonja. Wengi wenu mnanifahamu. Lakini kuna maneno nimetoka kuyazungumza Same mjini pale kwa Sakwasa. Lazima na nyie nizungumze na nyie japo kwa dakika chache, kwa sababu najua wengi mnajiuliza. Lakini Mheshimiwa makamu mwenyekiti, nikujulisha hapa Hedaru ni nyumbani. Ndipo wanapotoka baba yangu na mama yangu. Kwa nikiwa hapa niko nyumbani, mbele ya nyuso zangu naona wajomba zangu. Kwa niko nyumbani, najisikia niko salama kabisa. Hivyo mimi watu wa Hedaru niwaambie maneno machache. Najua mnajiuliza maneno mengi, mna maswali mengi, kwa sababu mwaka 2020 nilisimama hapa kama mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Same Magharibi kupitia chama changu nilichokuwepo hapo awali, Chadema. Lakini kwa nini leo nimesimama hapa kama mwanachama halali wa Chauma na nikiwa kama mwenyekiti wa Chauma mkoa wa Kilimanjaro? Lazima niwaeleze, miaka 16 iliyopita mimi mwenyewe kwa akili zangu timamu niliamua kuanza siasa za mageuzi katika jimbo la Same Magharibi. Kipindi hicho nikishirikiana na kijana wenu wa hapa Hedaru anaitwa Christopher Mbajo. Sikuingia Chadema kipindi kile kwamba nilipenda rangi zao ama rangi za bendera zao.
ila kilichoniingiza Chadema niliona ni chama ambacho naweza nikatumika katika harakati za mabadiliko katika taifa hili, lakini hasa kwa watu wa Same. Ukizingatia kuna malalamiko mengi kwamba Same wana mbunge wa muda mrefu ambaye kazi yao wakati wa uchaguzi kuja kuwanunua na kwenda kuwafanyia biashara wakati watu wa Same wako hoi. Tulia Hedaru, tulia Hedaru. Naomba mtulie Hedaru. Muda ni mchache sana. Hivyo ndivyo vitu vilivyonisukuma kuingia kwenye siasa za mabadiliko. Lakini kwa nini leo nimesimama kama mwanachama wa Chauma? Kipindi hicho tukifanya siasa mwaka 2015 nimewaambia nilisubutu kugombea ubunge kwa kura za maoni katika chama kile, nikawa mshindi wa 3 kwa sikupata ridhaa ya kugombea. Lakini kwa sababu nia yangu haikuwa madaraka, nikamwambia Christopher Mbajo, wewe gombea, acha mimi niwe campaign manager wako, kwa maana makusudi yetu ni mabadiliko kwa watu wetu wa Same. Nikashirikiana naye, hakupata ubunge. Nikaanza mwaka 2016 kuijenga Chadema upya ili mwaka 2020 twende tukapate mabadiliko. Ndugu zangu ni wa Same, mwaka 2020 chama changu mimi kilinipa ridhaa. Niligombea ubunge Hedaru, nilikuja. Nikapambana na CCM. Mnajua ubunge wa mwaka 2020 mimi nilistahili kuwa mbunge, walinibia kura zangu. Nikasema sikatulia Hedaru, nikasema sikati tamaa. Mwaka 2021 nikaanza kukijenga tena Chadema, kwamba sitakimbia mapambano, nitahakikisha tunapambana na CCM mpaka tupate mabadiliko. Nikaendelea na kukijenga Chadema. Ndugu zangu, juzi ndugu zetu ambao tulikuwa pamoja wakaja na msimamo wa chama kwamba hatutashiriki uchaguzi. Mimi nikasema nia yetu ni kufika mwisho wa safari. Hatujamaliza safari. Sikuingia Chadema kwa kupenda rangi zao, niliingia kuhakikisha tunapambana watu wa Same tupate mabadiliko. Au uongo kweli? Mnataka muendelee na matao? Mnataka muendelee na matao hadi 2030? Mimi nimesema nimekuja na chama kingine, nitaongozana na nyie, tutapambana na nyie kuhakikisha tunapata mabadiliko. Wangapi wanasema twende kwenye uchaguzi? Wangapi wanatuunga mkono? Nyosha mkono Hedaru. Nyosheni mkono Hedaru, dunia ione. Wangapi wanaunga mkono twende kwenye uchaguzi? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Katibu Mkuu, ngojeni chopa iruke kwanza. Tuna break, chopa iruke. Hiyo ndio Chauma hiyo. Chauma, semeni nguvu ya ukombozi. Chauma, tusikilizane watu wa Hedaru. Juzi mwaka jana, wafugaji wa Hedaru, wafugaji wa wilaya Same walitaifishiwa ng'ombe zao 300. Hakuna mbunge wala diwani alipiga kelele. Mko tayari tuendelee na maisha hayo? Mko tayari Hedaru? Hedaru mnatunga mkono? Wangapi wanasema twende uchaguzi? Nataka ile picha. Wangapi wanataka tushiriki uchaguzi? Hatushiriki uchaguzi kama tumependa bendera za Chauma. Tumependa Chauma, ina sera nzuri, na tutaenda kushirikiana na nyinyi wananchi kuhakikisha tunashinda udiwani Hedaru, kuhakikisha tunashinda ubunge Hedaru, na tutasimamisha mgombea urais. Kwa watu Hedaru nimetaka niwaambie kwa nini leo niko chama hichi. Mnaniunga mkono Hedaru? Mnaniunga mkono? Asanteni sana watu wa Hedaru. Sitakuwa na maneno mengi kwa ajili ya muda. Mimi ni washukuru na wapenda sana. Mungu wabariki. Asanteni watu wa Hedaru. Chop.